operation inayoanza ya kanda. Lakini leo kipekee sisi kama viongozi wa mkoa tumeona tuwaiteni kwa ajili ya kuwajulisha tukio kubwa na rasmi ambalo linaenda kutokea kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Tarehe 23 tutakuwa tuna mkutano mkubwa wa hadhara ambao utakuwa ni mkutano wa uzinduzi wa operation ya no reform no election, ambapo mkutano huo tutakuwa na viongozi wote wa kitaifa. Yaani tutakuwa tuna full set ya viongozi wa kitaifa. Kamati kuu yote ya Chadema itakuwepo mkoa wa Mbeya. Kwa nafikiri kwa mwaka huu tukio kubwa kabisa la kihistoria ambalo tunakwenda kuandika ni hii heshima ambayo chama kimetupatia wana Mbeya kuandaa mkutano wa kuzindua operation maalum ambayo itakuwa ina sura ya kitaifa na ndiyo ambayo inakwenda kutoa dira ya uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo jambo kubwa, tumekuja hapa kuwaona wanahabari ili kuwahabarisha wana Mbeya wote mkoa mzima kwamba tarehe 23 tunahitaji wananchi wote waweze kufika kwenye viwanja vya mkutano vya Ruanda-Nzogwe kwa ajili ya kushuhudia mkutano huu wa kihistoria. Tunajua wengi wanajiuliza tunaendaje kwenye uchaguzi. Sasa mkutano huu utakuwa unatoa majibu na utatoa dira ya tunaendaje mbele kuhakikisha tunashirikiji uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo muhimu tu, jambo la leo ni jambo moja, kwamba wananchi wote wanapaswa kuhudhuria mkutano huu. Kwa maana hiyo mkoa wetu wa Mbeya kwa wilaya zake zote 5 pamoja na majimbo ya uchaguzi wote, watu wa Rungwe, Kyela, Busokelo, Chunya, Lupa, Mbeya mjini, Mbeya vijijini, Mbalali, wote tukutane Mbeya kwa ajili ya tukio la kukaribisha viongozi wetu wa kitaifa. Tutakuwa naye mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Lissu, tutakuwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche, tutakuwa na katibu mkuu pamoja na viongozi wa mabaraza wote wa kitaifa, viongozi wa BAWACHA, BAVICHA pamoja na BAZECHA. Kwa hiyo full package ya Chadema itakuwepo mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo binafsi kama mwenyekiti wa mkoa na timu yangu ya viongozi wenzangu hapa wa baraza la wazee pamoja na baraza la wanawake, tumekuja kutoa msisitizo kwamba tukio la tarehe 23 itakuwa ni tukio la kihistoria. Tunatamani kila mmoja awepo kwenye sehemu hiyo ya historia. Na hapa watu lazima wapate vitu kwamba kwenye uchaguzi Chadema watakwenda kusema nini kwa ajili ya uchaguzi. Basi majawabu yatapatikana kwenye mkutano tarehe 23. Na hii Mbeya mjini yote, mamia ya watu kutoka Uyole, tunataka watu kutoka Isanga, huko Nonde, Ghana, watu wote kutoka Mbalizi tunataka waje Ruanda-Nzogwe. Na kama kutakuwa kuna mabadiliko ya uwanja, basi tutawajulisha, kwa sababu tunajua hali ya hewa sio rafiki. Pengine kunaweza kuwa kuna shida ya maji. Bado viongozi wa jimbo kwa kushirikiana na mkoa tunaendelea kuangalia uwanja gani unaweza kuwa mzuri kwa wakati huo. Nafikiri tutangaziwa, lakini kubwa zaidi ni kuwataka wana Mbeya wote twendeni tukaionyeshe Tanzania kwamba Mbeya ndio kitovu cha mageuzi. Kwa nini Chadema wamepanga kuzindua operation hizi mkoa wa Mbeya? Ni kwa sababu Mbeya ni ya Chadema. Sasa twende tukauoneshe umma kwamba Mbeya ni ya Chadema na wana Mbeya wako tayari kuiunga mkono Chadema na kuunga mkono mageuzi, na wana Mbeya wanataka mabadiliko. Kwa hiyo niwaombe wana Mbeya wa kutoka pande zote za Mbeya kuweza kufika kwenye viwanja vya mikutano tarehe 23. Tumebaki na siku moja ya maandalizi. Kwa hiyo walio mbali wanaweza wakaanza kujiandaa kusogea ili tarehe 23 tukutane viwanjani kwa ajili ya kuzungumza mustakabali wa taifa letu. Viongozi wote wapo na sisi viongozi wa mkoa tutakuwepo, viongozi wa kanda. Lengo ni kufikisha message kwa Watanzania, kuandaa na jambo kubwa la kuzuia uchaguzi, lakini kushiriki uchaguzi ambao utakuwa tayari una mageuzi ya kisheria na mifumo bora ya uchaguzi, ili kusudi tupate uchaguzi ulio huru na wa haki. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote ambao wako ndani ya mkoa wa Mbeya waweze kufika kwenye viwanja vya mkutano ili kuweza kushiriki nasi, maana mkutano huu hatuleti kwa ajili ya wanachadema peke yao, tunawaletea wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo niwakaribisheni nyote, waandishi wa habari, watu wa madhehebu ya dini, watu wanaopenda kushabikia timu za mpira. Siasa ndio inaamua maisha yetu. Kwa hiyo wote tufike tukajadili mustakabali wa taifa letu na kupata dira tunaendaje mbele kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sambamba na hayo yote, nimeongozana na mwenyekiti wa baraza la wazee na nimeongozana na mwenyekiti wa baraza la wanawake ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa BAWACHA.
Kwa kama kutakuwa kuna la kujazia, lakini lengo tunatambo viongozi wa mkoa, viongozi wa kanda na viongozi wa kitaifa. Lakini ngazi zote hizi na viongozi wa mabaraza. Kwa hiyo viongozi wa mabaraza pia yote kuanzia ya kanda na taifa watakuwepo siku hiyo. Si siku ya kukosa. Kwa hiyo niwaombe sana na ninyi waandishi wa habari msaidie kuipushi kwa kadri ambavyo mtaweza, ili wananchi wapate hii message na waone umuhimu wa kushiriki mkutano wa tarehe 23. Huu ni mwaka wa uchaguzi, na mwaka wa uchaguzi ndio unaoamua hatima ya maisha yetu kwa miaka mitano. Kwa hiyo matukio kama haya ni matukio muhimu sana, na hii heshima ambayo sisi tumeipata kama Mbeya ni heshima ya kujivunia. Na niwaambie tu wageni wote mnao taka kuungana nasi Mbeya, karibuni sana Mbeya. Tumejiandaa kuwapokea, tumejiandaa na mkutano wa tarehe 23. Tuko tayari sasa kumpokea mwenyekiti pamoja na timu nzima ya makao makuu kuja Mbeya kushiriki mkutano wa tarehe 23 kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Mbeya. Asante sana. Sasa nikaribishe pengine kama kuna maswali na baadaye